Naam, ujambo na karibu kwa runinga ya Mwanzo. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na leo bado tunaendelea na msururu wetu wa masuala ya katiba mpya hususan katika taifa la Tanzania, na leo studioni nimefanikiwa kupatana na mmoja wa baadhi ya wanaharakati ambao walichangia pakubwa ama walileta msukumo mkubwa katika upatikanaji wa katiba ya Kenya mwaka 2010, na studioni leo ninaye bwana Nicholas Oyoo ambaye ni katibu mkuu wa shirika la Free Kenya. Na karibu sana katika studio zetu bwana Nicholas Oyoo. Nimekaribia sana, asanteni kuwa na sisi. Shukrani sana. Na pengine tu tukianza moja kwa moja ni kwamba mataifa mengi hususan Afrika Mashariki walishuhudia Kenya ilipata katiba mpya mwaka 2020 ama 2010. Na mataifa haya mojawapo ni kwa mfano kama taifa la Tanzania pia wamekuwa wakijaribu kupigania ile harakati ya kutafuta katiba mpya. Je, nyinyi unajua mlikuwa katika hii shughuli ya kusukuma kufanya ile wanaharakati, kutoa elimu na kadha wa kadha. Je, mlitumia mbinu ipi hadi mkahakikisha kwamba mnasukuma Kenya ikapata katiba mpya? Kwa kweli si rahisi kwa maana kuna mbinu fulani na kila nchi, lakini kwa ya Kenya ilikuwa ni vita ilianzia kitambo. Ndio. Ya kwanza ilikuwa ni mahali tulisema tumepiga, ni kama umegonga mahali ukapata nafasi imeanza kufunguka, mwanya imeanza kutokea. Ndio. Ilikuwa ni 1992. Ambapo kulikuwa na ile multipartyism ikakuja. Ndio. After multipartyism kukuja, ikakuwa sasa kulikuwa na chama moja KANU. Na KANU ilikuwa ni kama ni imefunga njia. Ukitaka kuleta kitu, lazima upitie KANU. Kulikuwa na siku hapa Kenya walikuwa nasema hii kadi ya KANU ilikuwa na nguvu kushinda kadi ya National ID card. Okay. So ikafika mahali 1991, 92, na siwezi sema ni mbinu peke yake zile zilifanyika, pia kulikuwa na matokeo yalifanyika. Kama 1991 tulipoteza aliyekuwa ni mmoja wa wale walikuwa katika serikali ambaye alikuwa na deal na mambo ya fedha. Okay. Ambaye alikuwa anaitwa Robert Ouko. Okay. Na nafikiri hiyo ilileta msukumo mkubwa sana. Kwa maana kabla ya hiyo kulikuwa na vitu fulani tunatoka tunaenda barabarani tunatafuta wanaharakati. Lakini saa zile hiyo ilifanyika, nafikiri ilileta msukumo mkubwa sana. Kwa maana ilipatiana kiono kikubwa, watu wengi waliangazia mambo ambayo yanaendelea katika nchi. Okay. Kwa hivyo nafikiri kitu kilichofanyika Tanzania ambapo tumepita uchaguzi na macho mengi imeangalia Tanzania. Hii ni nafasi ya Watanzania kuchukua na kushikana na kusukuma na kupeleka msukumo mkubwa zaidi, tuone kama kutakuwa na nafasi ya kupata katiba. Okay. Na sasa pengine hii msukumo ambao unasema pengine ni msukumo kama gani na gani, sijui utaamka tu sema unasukuma serikali ama utaanzaje ndio at least mtu aone kwamba serikali kusikize? Unajua mtu mmoja, mimi nikifanya mtu mmoja siwezi, pengine serikali itanisikia watu wawili watatu. Je, hii ni msukumo wa aina gani? Tuseme kama Kenya tulikuwa na kama ni model constitution ama kitu kama hiyo. Tumeunda katiba sisi wenyewe, tumekaa mahali tukasema hii ndio katiba itafaa nchi hii. Na tunaanza kufanya ni kama mikutano na vitu kama hizo. Kenya kulikuwa na ile conveners walikuwa wameshikana katika constitutional committee fulani ya kumake sure ya kwamba kama hawatatupatia katiba, sisi tutaanza kutumia hii katiba. Hivyo ndio tulitengeza msukumo. Ikawa ni kama itafika mahali iwe hii katiba ndio sisi tutatumia. Tukiwa 2002 tukafanya uchaguzi mwingine. Wale walioingia walikuwa part of wale tulikuwa nao katika njia harakati za kusukumia katiba mpya. So ikakuwa sasa serikali at least iko na watu ambao wanaelewa ile mambo tunataka kufanya ya katiba. Ndio. Ilianza hivyo, na bado hiyo hata ikutupatia nafasi kwa sababu tulikuwa na msukumo wa kupata katiba 2003, 2004, lakini ikapotea 2005. Kuna referendum ilifanyika na ikapotezwa na serikali na ikawa hiyo imesimamisha. Alafu kukatokea mchafuko uliokuwa 2007 baada ya uchaguzi. After hiyo mambo ndio sasa ikakuwa msukumo umekuwa hauwezi rudi nyuma. Kwa hivyo mimi nafikiria ya kwamba Watanzania kitu ya muhimu ni wale wanaharakati washikane, waunde katiba yao ambayo wanasema hii ndio katiba ambayo ingekuwa mzuri kushinda ile katiba
ambayo tuko nayo kwa hivi sasa, ndio, na waanze kusukuma hiyo katiba, ndio, hiyo itatusaidia sana kukuwa na kitu ambayo mnaanza nayo. Kenya kumekuwa na mwelekeo, tulikuwa na katiba fulani inaitwa Bomas draft, kulikuwa na zingine zikaitwa Wako draft. Wako ni kulikuwa na ule AG alikuwa anaitwa Amos Wako, ambaye alikuwa ni kama yeye ameandika katiba fulani. Kulikuwa na Kilifi draft, watu walienda Naivasha kuongea mambo ya Kilifi, na wakakuwa na maybe kusikizana fulani, ndio sasa tukakuwa na katiba. Kwa hivyo ni njia mrefu sana. Na unajua umesema kwamba wakati wa 2002 ambapo hiyo mliona kama kuna mwanga kidogo ambao tungepata katiba mpya, umesema kwamba wale watu ambao mlikuwa nao katika mchakato wa ile mkijaribu kusukuma katiba mpya ni baadhi ya watu ambao waliweza kuingia katika serikali. Lakini tukikuja katika taifa la Tanzania, utakuta kwamba hakuna mtu ambao penye aliingia kwa serikali ambayo ya Samia Suluhu ya juzi, ambayo pengine alikuwa katika upinzani, ambayo pengine anaweza peleka masuala kama hayo katika meza. Sasa sijui kama pengine kutakuwa na tatizo, ama unaona kama pengine, sijui mtazamo wako ni gani kwa huo? Kwa kweli ya Tanzania itakuwa ngumu. Ndio. Kwa maana serikali yenyewe hata imejiingiza kwa nafasi ya uongozi. Ndio. Na unaona ni serikali ambayo imekuwa hapo tangu enzi. Ni kama ile KANU tulikuwa nayo. Hamjabadilisha chama cha uongozi. Na hiyo ndio tunaona ya kwamba ni kizungumkuti. Kwa maana wale kama ni wale sio rahisi kubadilisha nia na fikira katika serikali. Inatakiwa na njia fulani, mnajipanga, muone kama kuna watu wataingia katika uongozi fulani na vitu kama hizo. So najua ya Tanzania itakuwa rahisi kama vile sisi tunasema. Si ati ya Kenya ilikuwa rahisi, watu walifariki, kulikuwa na maafa mengi, kulikuwa na umwagikaji wa damu, kumekuwa na mambo ya upotezaji wa maisha, mambo ya kimaisha. Na sasa ukiangalia ya Tanzania inakuwa even worse, kwa sababu teme watu fulani wameingia, kitengo fulani wameingia katika serikali ambao wana ile maono tayari. Ndio. So sijui itakuwa ni vipi, lakini mimi ningesema ya kwamba kwanza ikuwe ni nafasi ya kuunda katiba mpya. Kukuwe na mchakato wa kuweka katiba mpya ambayo inafanywa hata kama ni nje ya serikali kwanza. Kitu cha muhimu ni kwamba pia kunakuwa na ile kusaidiana na watu kutoka nchi zingine ambao wanaangalia mambo ya mielekeo ya uongozi katika Tanzania. Kwa sababu ukiangalia kama vile ile iliyofanyika katika kura, ni nafasi ya kushikanisha wale ambao wamesema ya kwamba hii serikali haikuingia kihalali. Pia mwalete mseme, kwa sababu hii serikali inakatalia, sisi tuanze kuunda Tanzania mpya. Na Tanzania mpya ni katiba mpya. Najua sio rahisi, najua kutakuwa na umwagikaji wa damu, najua watapiga watu marisasi, watu watafungwa gerezani. Lakini hata huko Kenya pia tumekuwa na hizo. Watu wamefungwa gerezani, watu walifariki, watu wamemwaga damu, watu wamekuwa na misukosuko tu mingi, na hiyo ndio probably itakuwa lazima kuwe na njia ya kufungua. Na ufunguo ndio ngumu huko Tanzania. Ufunguo ya Kenya ilikuwa ni kwamba tulikuwa na nafasi ya kubadilisha wale ambao walikuwa uongozi katika enzi za kitambo. Na wale wapya wakija walikuja na mafikira mpya. Sasa ya Tanzania lazima tutafute ufunguo mahali, na sio rahisi. Licha ya hayo ni kwamba wakati Rais Samia alipokuwa akiapishwa maeneo ya Dodoma, alisema kwamba chama cha CCM kitaleta katiba kwa wananchi. Je, sijui kama pengine kutakuwa na matumaini katiba ambao pengine CCM inasema itakuwa ikipropose kwa wananchi. Sijui kama kutakuwa na matumaini yoyote kwamba katiba hii inaweza kubadilisha maneno, manake au ndio bado wanaileta ama wanaipropose. Sijui kama kutakuwa na matumaini yoyote, manake inakuwa champion na serikali. Ni labda niseme ni nafasi nafasi ya kujaribu kuunda. Ndio. Na vile tumesema, mkiwa na mchakato ya nje na mseme hii ndio tunaona ikiwa katiba mzuri na serikali hii ndio ya serikali, alafu tunasema lazima tukutane mahali katikati. Nafikiri hiyo ndio itakuwa ni njia mwafaka. Kwa maana wakiwachiwa kama serikali wafanye katiba,
katiba inatengezwanga kuzuia serikali kufanya mambo fulani. Haitengezwi ati serikali iwe ndio mwenye katiba. Katiba inatengezwa kwa sababu serikali yako na nguvu, na serikali iko na uwezo fulani ile inaweza leta shida. Kwa hivyo sasa katiba inatengezwanga ndio ishikilie serikali isipite mpaka. Kwa hivyo sasa lazima wanaharakati wa Tanzania waseme ya kwamba hapana, hauwezi kuwa wewe ndio utatoa katiba kwa sababu katiba inakuandika kazi. Wewe utajiandikaje kazi wewe mwenyewe? Katiba ndio inasema huyu ndio rais, huyu ndio atakuwa mtu anafanya kazi fulani, huyu ndio mbunge, huyu ndio mjumbe wa hapa. So inafaa sasa wanaharakati waseme hapana, la wacha wa Tanzania wenyewe waseme kwamba hii ndiyo katiba yao, ndio sasa nyinyi kama serikali mkuje muisaidie ipite. Ndio sasa kukue na ile, kuna ya serikali na kuna ya wanaharakati. Alafu tuone kama kuna vile kutakuwa na maybe kusikizana pale. Na bwana Oyo, ni kwamba ukiangalia wakati Kenya ilipata katiba mpya 2010, licha kwamba kuna ile katiba ya kwanza ambayo iliweza kuanguka ya mwaka 2005 iliweza kuanguka, watu wakasema hakukuwa na ile kinaitwa political goodwill, ndio maana ilianguka. Na wakati 2010 katiba mpya ilivyopatikana, ni kwamba wanasemekana kwamba kulikuwa na ile political goodwill, environment ilikuwa mzuri, watu walikuwa wameungana pamoja, viongozi wa kisiasa wakati huo Raila na Kibaki walikuwa pamoja. Lakini kwa sasa Tanzania tunaona kwamba licha kwamba watu wanataka katiba mpya, kuna kiongozi ambaye ndio upinzani, hawaelewani na serikali, na kwa sasa amezuiliwa mahakamani. Sijui kama kwa mfano kutakuwa na good political will ya kupata katiba ambao imetokana na Wakenya, imetokana na wananchi wenyewe wa Tanzania, na vile vile imekubalika na kila mtu. Naona kama si rahisi Tanzania, kwa maana yetu unajua kulikuwa na ya kwanza ya 2005 wale walikuwa serikalini. Na wakiwa serikalini ni siasa tu ndio iliangusha hiyo katiba ya 2005. Si ati ilikuwa ni tuseme iko na mambo fulani ya TC kama hii ya 2010 sana. Hazikuwa zimewachana sana. Maybe vitu 2-3. Na kwa sababu ya siasa ndio kaangushwa. Na sasa ikifika 2010 kwa sababu ya ile mambo machafuko yaliyokuwa katika nchi, na kulikuwa na nafasi, najua saa zingine hizi katiba wanasema zinakuja kwa sababu ya crisis So kukiwa na hiyo nafasi ndio unaona wakashikana. Na sasa kwa Tanzania mambo sio hajaenda vizuri sana, kwa maana ile nafasi zile kulikuwa na michafuko ya kura. Na ndio maana hata sasa hao wenyewe wanasema wataleta katiba kwa sababu ya michafuko iliyofanyika. Lakini sasa shida ni kwamba kukikuwa kunafika mahali ule bado iko kwa serikali ni mmoja na wale wengine hawasikizani na yeye, inakuwa ngumu, kwa sababu serikali itataka kusema ya kwamba katiba ni hao ndio wanaleta. Na ndio tunasema ya kwamba Watanzania lazima waseme hapana, sisi hatutaki katiba ya kuletewa, tunataka sisi tukue wenye katiba. Kwa sababu ni wananchi ndio kukuje katiba, ndio kukuje wanaofanya kazi chini ya katiba. Sasa hiyo ndio kitu lazima wanaharakati waweke kinagaubaga, wa make sure ya kwamba serikali inaelewa ya kwamba katiba ni ya wananchi. Na ikishakuja kwa wananchi ndio sasa kunakuja kuandikwa kazi kwa wafanya kazi. Rais, wabunge na wengineo. Na wakati huo mkitafuta katiba mpya, je, najua mlifanya ile inaitwa public participation, si ndio? Ile kufanya elimu, kuelimisha watu na watu. Je, ni watu wakina nani na nani ambao mliweza kuwafikia? Ni vikundi vya aina gani ambao mliweza kuwafikia ile kuwapatia elimu? Kusema kweli kulikuwa na a lot of kusaidiwa kutoka nchi za magharibi. Kwa maana zile ambazo tunashindana nayo ilikuwa pia ni mambo ya kusema human rights. Kwa hivyo kulikuwa na ile support kutoka nchi za magharibi sana. Kulikuwa na support kutoka pia kwa makanisa. Kulikuwa na support kutoka pia tuseme wananchi tu wenyewe pia walikuwa wamejitokeza, na kulikuwa na wengi wanaongea hiyo mambo. Sasa kwa Tanzania tunajua ya kwamba kuna wale wamekaa kwa serikali na wanasema kwamba vitu ziko sawa. Hii pande nyingine kuko na wapinzani na wapinzani na wanaharakati wanasema mambo hayako sawa. Sasa shida inakuwa ni kwamba kushikanisha hawa watu
ndiposa tufike mahali tunasikizana kwamba hii ndio katiba tutapitisha. Ile ya muhimu ni ya kwamba mjue ya kwamba katiba lazima ikuwe na clauses za mabadiliko. Ndio tuseme ya kwamba tukienda mbele tunaweza badilisha mambo fulani. Okay. Hata ya Kenya tulisema ati kuna 20%, sijui nani alipima hiyo kipimo lakini walisema ati 20% tutabadilisha. Bado tuko katika harakati, hata saa hizi kuna harakati za kubadilisha katiba. In fact sisi kama Free Kenya ni wale tunasukumia mambo ya kubadilisha katiba, na sisi tunasema ya kwamba katiba ni ya wananchi na tunataka kuipeleka juu zaidi kwa wananchi, na wale ambao wako katika ofisi za serikali wanataka kuvuta katiba ikuje kwao huko chini, ikuje karibu nao zaidi. Na sisi tunasema ya kwamba imefikia wakati sisi tuweke njia zingine za kukua, ya kwamba hii katiba haiwezi, wacha niseme kwa jina mbaya, kunajisiwa na wale ambao wako uongozini. Okay. Na sijui kuna swala wamezungumzia kwamba mlipata usaidizi hususan kutoka pengine ile regional support, international support. Sijui ni support ya aina gani ambao, ama usaidizi wa aina gani ambao pengine mlipata wakati huo? Kulikuwa na njia mingi sana. Kulikuwa na kama civic education, kufundisha watu katiba ni nini na kuelewa kwamba katiba ndio ni kama title deed ya nchi. Na kama ni title deed ya nchi na inasema hawa ndio wenye nchi wa nchi hii. Kwa sababu katiba ya Kenya inaanza we the people. Na kuna preamble ile inasema sisi tunataka mambo fulani kama hii. Tunataka uongozi ambao itakuwa hivi, na tunataka uongozi ambao itakuwa ni multi-party na itakuwa ni Republican. So inatakiwa ya kwamba tuelewe ya kwamba wale ambao wanaweza saidia pia lazima wakuwe na njia zao za usaidizi. Na ndio sasa lazima ikue kitu kama civic education, unaandika pale ndio wanasaidia. Unaandika kitu kama tuseme governance, kwa sababu mnasema ya kwamba tunataka kusaidia mambo ya governance, lakini ndivyo vile itakuwa. Ya Tanzania naona kazi ni ngumu, kwa sababu wale wamekalia kiti na wametumia, tuseme wanatumia nguvu, lakini tutaendelea. Na sisi pia wa Kenya tunasaidia mahali tunaweza. Okay. Na pengine ukisema international community na kila kitu, je, walijileta wenyewe ama pengine kuna mabarua mliandika kwa pengine kupitia mahali fulani ndio pengine wale wanaharakati wa Tanzania pengine ambao wangetaka pengine kuwafikia, sijui mliwaengage vipi? Unajua ya muhimu ile tujue, kama Kenya tumekuwa na shida ya kukosa watu binafsi ambao wamejitokeza kuweka hela ama masaidizi ya kufanya vitu fulani zifanyike. Ukienda nchi ambazo zimestawi utapata ya kwamba kunatokea mtu na anasema mimi nimefanya biashara na nimeona ya kwamba biashara inatakiwa kuwe na uongozi mwema, nachukua fulani hela fulani nasaidia naye. Ukienda kama Amerikani, hao ni wengi wameunda hizo maorganization na wanakuwa na wanaokota pesa kidogo kidogo kwa wananchi, alafu wanatumia kusukuma haya mambo. So nafikiri wa Tanzania pia wafikirie kufanya hivyo, kuenda kwa hizi zinaitwa conferences, kukuja kuattend vitu kama hizo. Kama hapa Kenya sisi tuko na nafasi ya kuwafungulia muongee katika mambo ya katiba hapa Kenya, kwa sababu labda ukienda kuongea kule labda unafungiwa haupati nafasi, wanafunga simu, wanafanya nini. Lakini ukiwa hapa Kenya unaweza ongea na iende isikizwe na Watanzania. Na licha ya ni kwamba licha ya kwamba katiba ya Kenya huwa inashabikiwa sana na watu wengi, mataifa kadhaa kama huwa wanashabikia katiba ya Kenya mwaka 2010, lakini ukikuja katika taifa la Kenya bado nasi kuna watu wanasema wanataka katiba irekebishwe, katiba ifanywe mambo kadha wa kadha. Ni kwa nini? Na nyinyi ni mmoja wapo ambao bado mnataka katiba ifanywe marekebisho zaidi. Ni kweli tunasema ifanywe marekebisho zaidi, kwa maana katiba ni kitu ambayo inaitwa ni document, a living document. Ukipitisha 2010 sasa imefika ni kama mwaka 15 since tuwe na hii katiba. Na tumeona vitu zingine fulani ambazo katiba tulikuwa tunafikiria itazuia. Mambo ya ufisadi bado yaendelea, yamekita mizizi bado.
kuna mambo ya uongozi mbaya, kuna mambo ya uvujaji fedha, kuna mambo ya tumeona mahali fulani ambapo tunasema labda tulifikiria hii imetosha, lakini inabidi tufunge, tuongeze kufunga. Tuseme for instance, kuna mahali tunasema recall of wabunge. Wakiwa wafanyi kazi vizuri tunawarudisha, tunawatoa katika viti. Ndio. Ni wabunge wenyewe ndio ambayo walitengeza hiyo sheria. Sasa hao wamechukua ile sheria wakatengeza kama kwamba kama ni sisi tunataka kutolewa katika ofisi lazima tuiweke iwe ngumu. Naona hivyo? Sasa sisi tunasema turudi kwa ile katiba, tuseme hivi ndivyo tunataka mfanye, muandike hii sheria. Ndio sasa tuongeze ile inaitwa kuzuia wasiwe na nafasi kubwa sana ya kujiweka ni kama wanajizuia kuweza kutolewa pale. Hiyo ni mojawapo ya clauses ambao tulipata iko na shida. Mambo ya ukiangalia kama CDF, Kenya kuna vita kubwa sana mambo ya CDF. Hiyo ambayo wabunge wanatumia kufanya miradi fulani. Tunasema ya kwamba hiyo CDF inawazuia kufanya kazi ambayo wanafaa kufanya bungeni. Na sasa tunasema vitu kama hizi tunataka tukue clear tutaipeleka wapi kama tukitumia ile katiba. Kwa hivyo kuna mengi ambayo ukishakaa na hiyo katiba unapata ya kwamba yanaweza badilishwa kuisongesha iwe even iongezeke iwe mzuri zaidi. Okay. Na ushaanza kazi ya ile collect signatures? Kitu ilitokea kutoka 2018 ambapo kulikuwa na mambo ya VAT. Na najua hata ukienda Tanzania kuna ile ambayo inasema msukumo kutoka nje ya nchi. Ile ambayo wanasema ya kwamba sisi kama wale wafadhili tuliwapatia hela. Tunataka mtafute pesa, mtulipe pesa zetu. Na hiyo pesa mnatafuta, si hatutaki kujua kwamba Mtanzania labda hata kula vizuri ama uongeze ushuru ndio uweze kutulipa sisi. Sasa Kenya hiyo ilikuja kama VAT mwaka wa 2018. Na ikikuja 2018 tukapata ya kwamba VAT inasukumwa na IMF na World Bank. Kwa sababu wanasema kuna pesa ambayo walikuwa wamepatiana lazima sasa irudishwe. Sisi sasa tukasema hapana. Kama ni pesa ambayo tumepewa kama Wakenya, hakuna shida, lakini hauwezi fanya ikuwe maisha inakuwa ngumu zaidi kufanya watu wanakuwa na shida ya vyakula nyumbani, watu hawezi jivaa vizuri, watu hawezi ishi at least kama mtu binadamu vizuri. So tukasema kwamba hiyo mambo tunataka kubadilisha. Kwa hivyo tumeanza hiyo mchakato wa kuokota ma signatures. Hata huko mwaka uliopita tulikuwa huko town on the 17th December na tuliokota signatures na Wakenya wanasema ya kwamba ni vizuri sana hiyo mambo ambayo tunafanya kwa sababu si tumesema ya kwamba tunataka wananchi waingie katika katiba ile. Katiba ile ilitengezwa na watu ambao walikuwa ni wabunge wakati huo na watu ambao walikuwa kwa ofisi za serikali na uongozi. Na sasa vitu mingi ambazo walikuwa wanafanya wanajishughulikia. Kwa hivyo kama public participation pale tulipata ya kwamba ni shida. Ukitaka kufanya public participation hakuna sheria imewekwa kinagaubaga ya kuongesha vile ambazo utafanya public participation. So unapata mwingine anafanya hivi, mwingine anafanya hivi. Sasa tunasema ya kwamba tunataka kulainisha hiyo. Tunakuja katika kitu ambayo inaitwa katiba ya Kenya inasema ya kwamba sisi kama Wakenya tuko na nafasi ya kufanya uongozi directly sisi wenyewe. Lakini ukiangalia katika katiba saa ile imemaliza hiyo sentence hivi, hiyo ingine yote ni indirectly. Hakuna mambo ya direct. So tunasema ya kwamba sisi itabidi tubadili, tuweke hiyo nafasi ya wananchi wakisema ya kwamba tumechoka na hii serikali, kwamba turudi tuanzishe sisi wenyewe. Ikuwe rahisi. Pengine tukimalizia ni kwamba licha katiba kwa watu wanasema wanataka katiba mpya. Je, kupatikana kwa katiba mpya ni lazima kukuwe na ile kura ya maoni ama katiba yenyewe ambayo nchi iko nayo kwa sasa ya Tanzania ni katiba ya mwaka 2077? Je, kama wataka katiba mpya, je, kuna ile window ama ile wakati ambao mnaweza fanya ile marekebisho na ikuwe katiba ambayo mnataka kupitia bunge ama ni uwezekano. Nchi zingine zimepitia hizo nafasi. Kama Kenya tulikuwa na kitu inaitwa IPIC, Interparliamentary Group. Hiyo Interparliamentary Group 1997 ambapo watu walitoa tuseme mchakato mkubwa sana na
kufanya serikali ikawa na uoga fulani 1997. Na sasa ikiwa imekuja sana, serikali ikasema ya kwamba wacha tuongee na wabunge wale ambao wamepewa nafasi na wananchi. Hakuna haja tuongee na wale nje, tuongee na nyinyi kwa sababu nyinyi mna represent wananchi. So wakakuja na IPPG, na hiyo ilipitisha mambo kama hii Electoral Commission, ikawa sasa chama cha ambayo ya serikali na chama cha upinzani zinaweza patiana watu waingie katika Electoral Commission na vitu fulani kama hizo. So kuna vile unaweza badilisha bila kuenda katika kura ya maoni, lakini ningesema ya kwamba saa zingine afadhali wananchi wakuwe involved. Shida ni kwamba tumeona mambo ya elections vile inafanyika hata huko Uganda. Walibadilisha pia katiba na walitumia kura ya maoni, na kura ya maoni ikakuwa na outcome fulani, lakini serikali ikatumia tuseme tu njia fulani ya kuchukua ya kwamba wameshinda hiyo kura ya maoni. Kwa hivyo sio rahisi, lakini labda njia zote ziangaliwe. Na pengine tukimaliza tu swali la mwisho ni kwamba katika taifa la Tanzania wakati watu wana collect ile signature, sijui Kenya inakuanga ni 1 million ama milioni moja. Sijui Tanzania vile vile ukipata milioni moja inapelekwa kwa hii mkishasanya ile sahihi mnapeleka sahihi wapi? Tukisashanya sahihi tutapeleka kwa IBC. IBC wataidhinisha ya kwamba kwanza kabisa zimefika milioni moja na zikapita. Ni milioni moja plus. So lazima hiyo milioni moja na moja ingine juu. So wanaangalia kama wale ambao tunasema ni wamepiga signature ni wapiga kura ukweli ambao wamefikisha milioni moja. Alafu ikitoka hapo sasa inaenda kwa county assemblies. County assemblies zikipata ile mambo ile bile wanakuja wanafanya kazi ambayo inaitwa ku debate, na wakipitisha hiyo bill zikipitisha bills county assemblies 24 out of 47 sasa inaenda katika referendum. Kwa hivyo yetu iko na njia ambayo iliwekwa kwa katiba na ningesema ya kwamba Watanzania kama ingekuwa ni nafasi wakuje wachukue hii katiba ya Kenya na watumie kuunda katiba ambayo wanasema ni ile inakaa ni inawafaa. Ndipo sasa serikali ikikuja na yake na nyinyi mko na yenyu. Sababu kama hizo kura za maoni na mambo kama tuseme hiyo collect signatures na vitu kama hizo na vile wabunge watafanya kazi, inabidi nyinyi mjipatie nafasi ya kusukuma hiyo. Kwa sababu wale wataweka vile ambao wanafikiria inawafaa, na unajua wale wataweka vile wanafikiria. Na pengine swali la mwisho kabisa ni kwamba nimekumbuka changamoto ambayo ingine inatokea katika taifa la Tanzania ni kwamba unajua Tanzania ni taifa la muungano. Kuna Zanzibar na kuna Tanganyika kaunda Tanzania. Sasa sijui hao wanaweza kai approach vipi, manake kumekuwa na issue na baadhi ya watu kutoka Tanzania bara ambao ni Tanganyika wanataka kukuwe na serikali tatu. Wanataka serikali ya Zanzibar, Tanganyika, alafu sasa ile mmoja inasimamia yote. Je, sijui ku approach hii serikali ya muungano inaanzia wapi? How do you approach kitu kama hiyo? Ndio mtoboe ku. Kusema kweli serikali ya katiba ya Kenya iko na pia hiyo muono ingalao sio nchi kubwa kama Tanganyika lakini Kenya tuko na counties 47 national government. Kwa hivyo tuko na 48 serikali 48 katika 48 katika hiyo katiba moja. Kwa hivyo pia hiyo inaweza kuwa ni nafasi mwafaka ya kusaidia kufanya kuwe na hiyo njia ya kwamba Wazanzibar wasisikia ya kwamba Watanganyika wanawanyang'anya sana kwa sababu labda ni kubwa sana na Zanzibar ni dogo na vitu kama hizi, na kukuwe na njia zile ambazo nafikiri mmekuwa na ile mnasema ya kwamba kama mtu anasimama kama rais na ni wa kutoka Tanganyika lazima awe na mgombea kutoka Zanzibar. Maybe hizo ni vitu mnaweza tumia na nafikiri sio ngumu kukaa chini na kuangalia vile ambavyo mnaweza fanya serikali kadhaa. Nafikiri ni uwezo mkubwa sana. Nchi zingine kama Amerika, kama Nigeria ziko na kitu inaitwa federation. Na federal inamaanisha kuna mumepewa nafasi kujishughulikia lakini kuna zile serikali kuu inashughulikia. Kwa hivyo ni njia ambayo inaweza fanyika. Bwana huyo, shukrani sana. Asante sana kwa kuwa na sisi na nafikiri wa Tanzania endelea kusaidiana. Natumai kwamba bado tukikuhitaji utapata nafasi
ukuje utujuze mambo kadha wa kadha, na vile 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 umekuwepo. Watanzania ni wenzetu, ni mandugu zetu na madada zetu. Kwa hivyo tunataka jumuiya ifanye kazi. Naam, shukrani sana. Naam, huyu amekuwa ni Bwana Nicholas Oyoo ambaye amekuwa akituweka sawa jinsi taifa la Kenya liliweza kupata katiba mpya na mambo kadha kadha ambao taifa la Tanzania ambapo wananchi wamekuwa wakitamani kupata katiba ambayo imetokana na wao wenyewe, mambo ambao wanaweza wakasoma kuhusiana na jinsi baadhi ya wanaharakati wa Kenya waliweza kusukuma na kupeana ile pressure hadi wakapata katiba mpya ambao baadhi ya mataifa huwa yanajivunia kwamba taifa la Kenya lina katiba ambayo inasaidia mwananchi kwa njia moja au nyingine. Naam, nimekueleza kwamba amekuwa Bwana Nicholas Oyoo ambaye ndio katibu mkuu wa shirika la Free Kenya. Mimi ni Kevin Sewe, kwaheri kwa sasa.